hata kuwa rafiki wa dunia. Na Biblia inasema rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Ukimjua Mungu na neno la Kristo ikakaa ndani yako, hautapenda mpira. Leo hii mpaka wachungaji, maaskofu wanashangilia mpira, washirika wanakufa kwenye dhambi, ndugu zao wanakufa kwenye dhambi. Wewe ni askofu, mchungaji, mwinjilisi, mwalimu, mshirika, unapata wapi nguvu ya kukaa kwenye ushabiki wa mipira? Ndugu zako wanafia kwenye dhambi, rafiki zako wanafia kwenye dhambi, unapata furaha gani? Nataka nikwambie ile siku ya mwisho lango la mbinguni litawakataa. Leo hii mpaka kuna baadhi ya makanisa watu wanahamasisha kushabikia mipira, mpaka wanaacha wengine ibada kwa ajili ya mpira. Ole wako, kuna siku inakuja, siku wasiodhani ya wanadamu, kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, walijisahau na mambo ya dunia. Niko hapa kukuambia ndugu yangu na nitazama, geuka leo. Mungu anasema nilikupanda kuwa mzabibu mwema. Mbona umebadilika? Wewe mchungaji, mbona umebadilika? Wewe mwinjilisi, mbona umebadilika? Wewe mwalimu, mbona umebadilika? Wewe mtume na nabii, mbona mmebadilika? Mnatumia mafuta ya upako. Manake Mungu alipokuwa na kuokoa ukuwa hivyo, lakini kuna siku inakuja Mungu atakukataa wewe nabii na mtume unayetumia mafuta ya upako.